Ni mashindano ya ligi ya mabingwa mkoa na leo imechezeka mechi ya mwisho ya hatua ya 8 bora ya kundi A kati ya IAFC dhidi ya Igunga FC. Na hapa niko na coach baada ya IAA kuibuka ushindi wa mabao 3-0. Nipo na coach tukihojiana naye mabao 3. Coach, mambo vipi? Mambo poa. Pole kwa mchezo lakini hongera pia kwa mchezo. Nashukuru. Na matokeo ya mabao 3-0 dhidi ya Igunga FC ambayo mechi iliyopita walienda sare mabao 4-4. Unazungumziaje kama coach? Kwanza mwalimu kama mwalimu nashukuru kupata nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Hicho ndio kilikuwa kikubwa. Yaani kuna timu ambazo zilikuwa zinahitaji nafasi ya kwenda kucheza nusu finali lakini pia zimefeli, na sio kwamba zimefeli kwa sababu timu ni mbovu. Zimefeli kwa sababu tu imetokea. Inawezekana ni bahati. Lakini niweze kusema kwamba yeye ni bahati kwa sababu hata group stage ya kwanza tulicheza, tulidraw game 2, hatukufungwa, tukashinda game zilizobaki. Na hii hatua hii sasa hivi tumeshinda pia game 2 na tumedraw game 1. Ni jinsi gani kwamba ni timu iko vizuri, ina maandalizi vizuri na huko tunakokwenda pia tunatarajia kufanya vizuri. Lakini kikubwa au rai yangu ni mashabiki watulie, wasiwe na pressure kwa sababu mwalimu ndio anayejua na anajua timu vizuri kwa sababu ndio yuko naye mazoezini kila siku. Hata kwenye sababu mwalimu anatoa huyu anaweka huyu kwa sababu game plan pia anatengeneza mwalimu. Kwa hiyo mashabiki watulie, timu yao ni nzuri na itafika mahali pazuri kwa sababu mwalimu pia yuko vizuri na wasaidizi wao kwenye bench. Kwa hiyo wasiwe na munkar sana. Umezungumzia habari ya substitution na mashabiki kulalamika. Niliona pale kwenye dakika 30 na kitu hivi ulimtoa striker ukamuingiza kiungo. Lawama zilikuwa nyingi sana nje. Wewe kama coach, ile substitution ilikuwa ni tactical au ilikulazimu kwa namna gani kufanya substitution kama ile? Ilikuwa ni ya kiufundi kwa sababu striker alikuwa anacheza, alikuwa striker namba 2 ambaye alikuwa anacheza namba 10, lakini 10 maana yake ni 10 ya kiungo. Lakini pia alipata nafasi 2-3, lakini kadri unavyozidi kupata nafasi na unaposhindwa kuitumia nafasi maana yake hata timu maana yake unaitoa mchezoni kwa sababu tukifunga kule hata mabeki wanaweza kufanya kazi. Pata mipira mitatu umeshindwa kufunga, umepata mipira ambayo inatokea mbele yako, lazima ukimbie ukutane na mipira, usisubiri mipira. Kwa hiyo mimi kama mimi niliona tayari naweza kukatisha tamaa timu, ndio maana nikaweka kiungo mwingine ambaye ni midfielder ya juu lakini anaweza kucheza nambari 10 ili tuwe na mpira sana, tu maintain possession, tutengeneze mipango, zipigwe penetration passes, wall passes, diagonal passes, tuingie tukafunge. Mwisho wa mchezo timu imecheza vizuri na tupata goli 3. Na hata kama unacheza na timu ambayo ni miaka 16 maana yake bila kuwa na mipango, bila kucheza mipira, kufika na kuwa na utulivu huwezi kufunga. Kwa hiyo tusidharau timu, japo ni Igunga ilikuwa na watu 9 lakini timu ambayo pia ilikuwa inaonyesha ushindani, haihitaji kufungwa goli nyingi. Kwa hiyo kupata goli 3 pia hatukupata goli 3 kwa urahisi. Tumetengeneza mipango na maana tunaweza kupata goli 3. Umecheza na timu ambayo umezungumza hapo imeingia na watu 9 uwanjani. Kwako ilikuwa ni rahisi kwa namna gani kushinda kwenye mchezo kucheza zaidi ya watu 9 au kulikuwa na ugumu wa kiasi gani kucheza zaidi ya watu 9? Kwanza mimi kama mimi nishatangulia kuambia mashabiki nikiwa na timu 9 mimi na watu 9 timu mimi kunifunga ni ngumu. Kwa sababu championship nishacheza nikiwa Mlandizi na Cosmo, nilipata red card nikiwa na Police Tanzania dakika 12 lakini nilimaliza ile game ikiwa 1-1. Lakini mbele ya kwanza pia nikiwa na Police Tanzania tulichana naye, nilipigwa red card, mtu wangu alipigwa red card mapema tu lakini nilicheza ile game na nilimaliza 1-1. Ukiwa watu wachache maana yake commitment inakuwa kubwa lakini mipango pia inakuwa mikubwa, hawana mipira, wana block, wana mipira, wanacheza na sio lazima wakimbie. Kwa hiyo kuna saa walikuwa wanapata mipira na wanacheza. Kwa hiyo tactical maana yake tumewawini, ndio maana tumeweza kupata goli 3. Kwa hiyo tukapata goli 3 hivi kwa kulipua mpira. Tungekuwa tunalipua mpira hata hizo goli 3 usingepata. Nimeona hata baada ya uongozi wa mabao 3-0 bado Igunga United walionekana kama vile wanaendelea kupoteza muda. Pengine wewe kama mwalimu ulikuwa unahitaji mabao mengi zaidi au uliona 3 yanatosha? Matarajio ni goli nyingi lakini pia na wenyewe ni wanadamu. Yaani uwezo utamfunga goli 10 mtu, utamfunga goli 6 mtu kwa sababu na yeye pia anacheza, anahitaji pia kufungwa goli nyingi. Ndio mipango inakuwa hivyo. Lakini ukipata goli unazozipata mtakuwa zitumie. Kwa hiyo tumpata goli 3 tunashukuru. Na kwenda nusu finali sio lazima uwe wa kwanza. Unaweza kuwa wa kwanza na mwisho, yani uzuri wa mbio ni finishing. Unaweza kuanza kwenye kundi lako lakini ukatoka nusu finali. Unaweza kuwa pili kwenye kundi lako na bado ukawa champion kwenye ligi. Kwa hiyo kwanza ni kushukuru kupata nafasi, alafu mipango iendelee nusu finali ili tufike finali. Na kocha kuelekea mchezo sasa wa nusu finali ambao ni tarehe 29 kama sio 30 utapigwa. Finali nusu finali ya kwanza tarehe 29, ya pili tarehe 30. Wewe kama coach sasa wa IAA Sports Club unaambia nini mashabiki wa IAA Sports Club kuelekea wa mchezo wa tarehe 30? Mimi nafikiri wa mashabiki wa Arusha ambao wameshaiona timu ni nzuri, waje waione timu pia kwenye nusu finali ambayo game itakuwa nzuri zaidi ya hapa. Madhaifu ambayo tumeyapata kwenye game hii au game iliyoisha tunayachukua, tunayafanyia kazi yao mazuri, lakini mazuri ambayo tumeyapata pia tunaongezea yao mazuri zaidi. Waje waone burudani nusu finali, timu yao ni nzuri na tutafanya vizuri zaidi hapa tulipofanya. Kuelekea hiyo nusu finali sasa labda pengine unaweza kawaida mashabiki kufika finali? Ndio kusudio langu kwa sababu ni mwalimu, niko hapa na mwalimu mshindani, maana yake nimekuja kushindana. Sijaja kucheza tu kama nacheza, nimekuja kushindana, ndio maana unaona nipata nafasi ya kwenda nusu finali. Kuna timu ambayo nimekuambia zilikuwa zinahitaji nafasi ya nusu finali lakini hazijafika. Kwa ushindani ambao tumeonyesha ndio maana tumepata nafasi ya nusu finali. Kwa hata nusu finali mimi nipo nakuja kushindana. Coach, mimi nikupongeze sana kwa matokeo ya magoli 3-0 dhidi ya
Igunga United. Haikuwa mchezo rahisi na hongera sana coach. Mpaka wakati mwingine tena. Tutakutana hiyo tarehe 30. Asante. Asante sana. Na mtazamaji wa IAA TV, huyu ni kocha mkuu wa IAA Sports Club ambayo kwa matokeo yaliyopata leo ambayo 3-0 dhidi ya Igunga United, moja kwa moja sasa IAA Sports Club wanaenda hatua ya nusu finali. Mchezo utapigwa tarehe 30 Jumatano mwezi huu wa 4 hapa kwenye dimba la Sheikh Amri Amani Abedi Karume.